السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin pamoja na ahli zake na sahaba wake wote kwa ujumla. Amina. Ni kwamba tumekutana leo tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026 kama ilivyo ada yetu. Kila siku ya Jumapili asubuhi huwa tunayo dua hapa, lakini pamoja na hivyo huwa tunazo dua kubwa ambazo huwa zinasomwa kwa kila mwezi mara moja, na hii ni program ya mwaka mzima. Dua kwa mwaka huwa haijirudii. Tunapofanya khawasi kwa mwaka, ikishapita ndio imepita mpaka mwaka mwingine. Ndio program za kituo hiki, na hizi dua kubwa hizi zinawasaidia sana. Na kwa nini zisiwasaidie? Na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno yake matukufu, imma an yuajjila lahu da'watahu, mtu anapoomba dua Mwenyezi Mungu pale pale anaweza kumharakishia maombi yake akamjibu kwa haraka. Wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha, na imma mtu anapoomba Mwenyezi Mungu anaweza akamuondolea matatizo yanayolingana na ukubwa wa dua aliyoiomba, yani yale matatizo yanayofanana na dua aliyoiomba. Ukiomba dua kubwa, basi hata matatizo yatakayoondoshwa na Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni makubwa. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha, masahaba wakamwambia Mtume, idhan nukthira ya Rasulallah, ikiwa Allah anaondosha matatizo kwa mfano wa dua iliyoombwa, basi tufanye wingi wa kumwomba Allah
ili atuondoshe matatizo mengi makubwa makubwa. Waliposema hivyo, Mtume akawaambia, Allahu akthar, nyinyi mkizidisha Mwenyezi Mungu naye anafanya nini? Anazidisha. Ndio maana tukaonelea katika kituo hiki kila mwezi angalau ifanyike dua moja kubwa. Mwezi wa 3 tulifanya, na mwezi wa 4 huu ulioisha tulifanya, na huu mwezi wa 5 insha Allah tunakwenda kufanya. Naomba sana watoto wanaofanya fujo watolewe nje. Hilo naliomba sana. Tumepanga utaratibu ya kwamba tarehe 24 ya mwezi huu wa 5 huu tutafanya dua inayoitwa Duau Dhinnuni alayhi salam. Ni dua ya Nabiyullahi Yunusu, amani iwe juu yake. Kisa hiki cha Nabii Yunusu ni kisa maarufu sana. Ni yule mtume aliyewalingania watu wake wamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, wasimshirikishe na chochote, waache kuabudia masanamu, waache kuabudia waungu wasiokuwa wa kweli, kwa sababu mwenye ukweli katika uungu ni Allah peke yake. Walipopinga jamaa zake, yeye akaona kwamba nikibakia kuwa hapa, yani nikiendelea kubakia kuwa hapa, Allah akishusha gharqa, Allah akishusha adhabu, na mimi pia inaweza kunikumba adhabu hiyo, kwa sababu niko na watu wabaya. Ndio ile idha nazala albalau la yatruku barran wala fajira. Balaa linaposhuka sehemu halimuachi mwema wala muovu. Sasa naye akaona, mimi japokuwa ni mwema, lakini likishuka balaa kwa sababu niko na hawa, hilo balaa linaweza na mimi likanikumba. Alichokifanya ni kuondoka katika mji ule. Kumbe anakimbia kazi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba yuamkimbia Allah. Ni sawa sawa na mtu amekupa kazi alafu wewe unakimbia. Kwa hiyo unakimbia kazi ya bosi wako. Ndivyo ilivyofanyika kwa Nabiyullah Yunus alayhi salam. Safari yake ya kukimbia, alikuwa anasafiri kupitia safina, kupitia majahazi. Akaenda ufukweni, kakuta jahazi ndio linataka kung'oa nanga, akalipa pesa, akakubaliwa kuingia kwenye jahazi. Safari imeanza. Katikati ya safari, ina maana kule anakotoka ni mbali na kule anakokwenda mbali, jahazi lile likaanza kupigwa na gharqa, maji yanaingia ndani ya jahazi. Zamani walikuwa wanafahamu kwamba tatizo lolote likitokea majini, basi lazima kutakuwa kuna mtu kamkimbia bosi wake, kutakuwa na mkimbizi. Kwa hiyo ikabidi ipigwe kura kutazama nani kamkimbia bosi wake. Kila ikipigwa kura inamwangukia Nabii Yunus, kila ikipigwa kura inamwangukia Nabii Yunus. Ikaonekana yule Nabii Yunus ndio kamkimbia bosi wake. Na ni kweli alikuwa akikimbia kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakakubaliana wamtupe kwenye maji ili wao wanusurike. Wakasema, haiwezekani sisi tughiriki kwa sababu yako wewe mmoja, tutakutosa kwenye bahari hii. Na kweli Nabii Yunus akashikwa, akatumbukizwa baharini. Sasa hao wanaomtumbukiza walipanga mipango yao, lakini kumbe na Mwenyezi Mungu naye anapanga mipango yake. Wakati wao wanamshika, Allah anampa ilham, chewa, samaki,
anamwambia piga mbizi haraka, nenda mpaka katika eneo kadhaa, eneo fulani, kuna mja wangu anatupwa kwenye maji, fungua kinywa chako, mmeze mja wangu huyo, ndani ya tumbo lako ndio itakuwa ni sehemu salama ya huyo mja wangu. Na kweli yule samaki kapiga mbizi, kenda mpaka eneo lile. Nabii Yunus anatupwa kwenye maji, anatoka kwenye safina, anatoka kwenye jahazi, anaingia kwenye kinywa cha samaki. Yule samaki akaogelea, akenda mpaka kwenye lindi la bahari. Na nyinyi mnajua kina cha bahari. Kina cha bahari ni kirefu sana. Kaogelea mpaka kaenda kwenye kina cha bahari. Amekaa humo masiku kadhaa, usiku na mchana unampitia. Hii inamaanisha nini? Amekaa kwenye viza vitatu. Kwanza amekaa kwenye kiza cha tumbo la samaki, sababu ndani ya tumbo humo hakuna taa, humo kuna giza. Lakini pia amekaa kwenye kiza cha bahari, kwa sababu baharini hakuna taa. Lakini pia amekaa kwenye kiza cha usiku. Maanake usiku ulikuwa unampitia akiwa humo. Haya ni matatizo makubwa sana. Wewe jiulize, oksijeni alikuwa anaipataje humo? Maana tumezoea mtoto mdogo ndio anaweza kukaa tumboni miezi 9, lakini mtu mzima kwenye tumbo la samaki anapata wapi chakula humo? Maana tunajua mtoto mdogo mama akila na mtoto pia anakula, yule mtoto mchanga anapokuwa kwenye mimba. Lakini Yunus ni mtu mzima hasa. Nini kilichomsaidia Nabiyullahi Yunus? Kilichomsaidia ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kutambua kosa, ni kukiri kosa, ni kuahidi kwamba hatorudia tena kufanya kosa. Kwa hiyo kuna maneno aliyoyatumia, akasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maneno haya maana yake hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa wewe Allah. Umetakasika ewe Mola wangu, hakika mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu madhalimu. Wanawazuoni wanatuambia maneno haya awaluha tahalil, mwanzo wake kuna tahalili. Tahalili nini? Ni kumpwekesha Allah kwa kilma cha tauhidi, ni kusema la ilaha illa anta. Hiki kinaitwa kilmatu tauhidi, ni kilma cha tauhidi, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo awaluha tahalil, mwanzo wake maneno haya yana tahalili. Lakini wanawazuoni wakatuambia wa awsatuha tasbihi, na katikati yake kuna tasbihi. Tasbihi ni nini? Ni pale Yunus aliposema subhanaka, umetakasika ewe Mola wangu. Hii ni tasbihi hii. Wa akhiruha al-istighfar, na mwisho wake maneno haya kuna kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msamaha amemuomba kwa kusema nini? Aliposema inni kuntu minadh dhalimin, hakika mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu madhalimu. Kwa mtu ukishakiri dhambi, ukishakiri kosa, ndio unaomba msamaha. Kwa ni maneno ambayo yana tahalili, yana tasbihi, lakini pia yana istighfari. Kayatamka maneno haya Nabiyullahi Yunus alayhi salam akiwa kwenye tumbo la samaki, kwa kurudia rudia mara zisizokuwa na idadi. Malaika wanataharuki wa mbinguni na ardhini, huyu mja kafikwa na nini leo huyu? Wanatafuta kujua sauti hiyo inatoka mahala gani. Waliizoea sauti ile kuisikia ikitoka katika mji ule aliokimbia,
Sasa leo inatokea mbona baharini? Kafikwa na nini huyu? Allah subhanahu wa ta'ala akamsikia mja wake, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala as-sami'u, ni msikivu, al-qaribu, yuko karibu na waja wake, al-mujibu, ni mwenye kuitika maombi ya waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Waja wako wanapokuuliza ewe Muhammad, wanapokuuliza kuhusu mimi, niko karibu au niko mbali, basi waambie hakika ya mimi niko karibu, ninajibu maombi ya mwenye kuomba. Sasa wewe kama hauna imani, hauna yakini, ndio unaharibu kila kitu. Lazima uwe na imani kwamba Allah yuko karibu na sisi. Lazima uwe na imani na yakini kwamba Mwenyezi Mungu anajibu maombi ya mwenye kuomba pindi anapoomba. Imani hiyo na yakini hiyo itakusaidia wewe kujibiwa dua. Sasa Nabiiullah Yunus alayhi salam alikuwa anaomba akiwa na imani, akijua kwamba Allah yuko karibu, anamsikia, na tabia ya Allah ni kujibu maombi ya yule anayeomba pindi anapoomba. Ndipo pale Mwenyezi Mungu alipompa ilhamu yule samaki ya kuogelea kutoka kwenye lindi la bahari mpaka kwenye uso wa bahari, kisha akaogelea akenda mpaka ufukweni. Wewe tazama, kutoka ufukweni mpaka pale alipotupiwa Yunus ni mbali, lakini yule samaki aliogelea kwa spidi ya ajabu mpaka ufukweni. Alipofika ufukweni akamtema Yunus, ametemwa pale ufukweni pale, lakini katemwa sehemu ambayo watu wanaweza kumuona na wakampa msaada. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema laula antadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil arai wa huwa madhmum. Lau kama isingemdiriki neema kutoka kwa Mola wake, angetupwa sehemu mbaya, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kukashifika, ni mwenye kudhalilika. Lakini Allah alimpa ilhamu yule samaki amtupe sehemu nzuri, sehemu ambayo anaweza kupata msaada. Lakini pamoja na hivyo, Nabiiullah Yunus hakuachwa hivi hivi. Mwenyezi Mungu alimuoteshea mmea unaoitwa yaqtin, kisha akamuelekeza namna ya kuutumia ule mmea, ikawa ni sababu ya kurejea afya yake. Afya yake ikawa bora kuliko ilivyokuwa mara ya kwanza. Nabiiullah Yunus ameokolewa kwa kutamka maneno gani? Kwa kusema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kayatamka maneno haya kwa kurudia rudia. Sasa tunaposema duau Dhinnuni alayhi salam, dua ya Dhinnuni ni dua ambayo mushtaqu min kalimati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ni dua ambayo imezalishwa kutoka kwenye haya maneno la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dua hii kurasa zake ni 24 au 25 kwa chapa nyingine. Ndio tunakwenda kuifanya tarehe 24 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2026. Ndani yake kuna adhkari nyingi, lakini adhkari zenyewe zinaongozwa na hii la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ndani yake kuna maneno aliyoyatamka Nabiiullah Adam alayhi salam pale alipoambiwa wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna minadh dhalimin. Wewe Adam na Hawa msiukaribie mti huu, mkiukaribia mtakuwa miongoni mwa watu madhalim. Sasa shetani akawatelezesha, wakaukaribia ule mti waliokatazwa na Allah. Ndipo pale Allah akawatoa janna. Sasa Adam wakati anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna maneno aliyoyatumia ili asamehewe. Maneno gani? Alisema rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Mola wetu, tumezidhulumu nafsi zetu, kama haukutusamehe na kutuhurumia tutakuwa ni miongoni mwa watu madhalimu. Adamu aliyatumia maneno haya, na maneno haya ni istighfari. Na nyinyi mnajua faida ya istighfari. Istighfari inaponya maradhi, istighfari inafungua riziki, istighfari ni sababu ya kufanikiwa kupata watoto kwa mtu ambaye hana watoto. Istighfari inafungua mambo mengi. Ndio maana Nabiullahi Nuhu aliwaambia watu wake, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, muombeni msamaha Mola wenu, hakika Mola wenu ni mwingi wa kusamehe. Mukimuomba msamaha, yursili samaa alaikum midrara, atakuleteeni mvua kwa wingi. Wewe angalia, kumbe istighfari inaleta mvua. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, na atakupeni watoto, mali nyingi na watoto wengi. Kumbe istighfari inaleta mali, istighfari inaondoa ugumba. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, atakujalieni mabustani, atakujalieni mito. Istighfari. Ndio maana wanawazuoni katika dua udhinnuni hawakuyaacha maneno haya aliyoyatumia Nabiyullahi Adamu alayhi salam kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoukaribia ule mti. Kwa maneno yenyewe aliyoyatumia Yunus yana istighfar, lakini maneno aliyoyatumia Nabiyullahi Adamu alayhi salatu wasalam nayo pia yana istighfar. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akapokelewa toba yake Nabiyullahi Adam kwa maneno haya. Kwa hiyo maneno haya yamo ndani ya dua udhinnun. Lakini pia kuna maneno aliyoyatumia Nabiyullahi Zakaria wakati anamuomba mtoto Mola wake. Alisema, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, Mola wangu usiniache mpweke, wewe ni mbora wa wenye kurithiwa. Wewe ni mbora wa wenye kurithiwa. Kayatamka maneno haya Nabiyullahi Zakaria, ikawa ni sababu ya kupewa mtoto, japokuwa alikuwa ni mzee. Lakini ndani yake kuna maneno aliyoyatumia Nabiyullahi Ayubu alayhi salam. Kaugua miaka 19, wengine wanasema 20, na mpaka ilifikia hadi nyama ya mwili imeisha, imebakia mifupa tu. Jua likipiga upande huu linatokea upande mwingine, nyama zote haziko. Unaambiwa ilibakia nyama ya moyo na nyama ya ulimi tu. Moyo ulikuwa ukimsaidia kumtambua Allah, ulimi unamsaidia kumtamka Allah subhanahu wa ta'ala. Nyama zote za mwili zimeisha, mbakia sehemu mbili tu. Sasa wale wadudu wale ambao walikuwa wakishambulia ngozi yake, nyama yake, ndio wakaenda sasa kuushika ule ulimi, wakaushika moyo, wanataka kushambulia. Ndipo pale akaona, nikishambuliwa moyo na ulimi, mimi nitakufa bila kumtaja Allah, nitakufa bila kumtambua Allah, kwa sababu moyo ndio unatambua, ulimi ndio unataja. Ndipo pale akasema, rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin, Mola wangu nimefikwa na shida, Mola wangu nimefikwa na mtihani, na wewe ni mrehemu wa warehemu. Katamka maneno haya, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamuondoshea mtihani huu. Ngozi yake, nyama yake ikarudi, ngozi ikarudi, kamrudishia wanawe aliowapoteza, mfano wake na mfano wa hao. Kisha akamtengenezea maisha, mali zikarejea. Nini? Kamuita rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Maneno haya yamo kwenye dua udhinnuni alayhi salam, yapo humo. Ndio tunasema dua hii pia ni miongoni mwa dua ambazo wewe hutakiwi kuzikosa. Ni dua muhimu kweli kweli, na mambo mengine mengi tutaendelea kuyataja humu
ubora wa ile neno ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta. Maneno kama hayo, ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta, tutaelezea umuhimu wake ni nini. Inna Allaha latifun biibadihi yarzuqu man yashau wa huwa alqawiyul aziz. Maneno haya yamo, tutaeleza yana umuhimu gani, yana ubora gani. Ya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Tutapata fursa kueleza. Kwa hiyo ni dua ambayo imekusanya adhkari nyingi zenye ubora mkubwa. Ndio dua ambayo tunakwenda kuifanya tarehe 24 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2026. Lakini dua hii ndugu zangu inatumika sana liajili istikhdami arwahi al-uluwiyya was-sufuliyya, kwa ajili ya kuwatumikisha wale viumbe waliotawalishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzitawala anga za juu na kuzitawala anga za chini. Yustakhdamu li arwahi al-uluwiyyati was-sufuliyya, inatumiwa kuwatumikisha wale viumbe waliozitawala anga za juu na wale viumbe waliotawalishwa kuzitawala anga za chini. Inatumika minal janni salihin, miongoni mwa wale majini wema, wa kadhalika almalaikatu almuwakkaluna bihadha dhikri alazim, na hivyo hivyo kuwatumikisha malaika waliowakilishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hii dhikri kubwa. Dhikri gani? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hii dhikri hii wapo majini wanaitumikia hii. Hii dhikri hii wapo malaika waliowakilishwa na Allah kuitumikia, sio dhikri ya kawaida. Ndio maana alipotamka Nabiyullah Yunus alayhi salam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, malaika walitaharuki kuona sauti hii inatoka mahala gani. Lakini kwa nini ndugu zangu tunatumia dhikri hii? Kwa ajili ya kuwatumikisha majini waliokuwa wema na malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watukufu waliowakilishwa kuitumikia dhikri hii. Kwanza lazima tuelewe, miongoni mwa majini wapo majini ambao ni wema, kama ambavyo kuna binadamu wema. Lakini katika majini wapo majini ambao ni waovu, kama ambavyo katika binadamu pia kuna waovu. Sasa wale majini ambao ni wema ndio wanaitwa aljannu salihun, majini wema. Lakini wale majini ambao waovu wanaitwa shayatinul jinni, mashaitani wa kijini. Na hivyo hivyo binadamu waovu wanaitwa hivyo hivyo, kwamba ni shayatinul insi, mashaitani wa kibinadamu. Sasa katika ulimwengu wa majini kuna majini wema, lakini pia kuna majini ambao si wema kama walivyo binadamu. Sasa hawa majini wema hawa yataawanuna maa bani adama fi umuri alkhairat, huwa wana kawaida ya kusaidiana na binadamu katika mambo ya kheri. Hata katika mambo ya matibabu kama haya, majini waliokuwa wema huwa wanasaidiana na binadamu katika mambo ya kheri, hata kwenye matibabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani katika surati al-Jinni aya ya 11 anasema, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika kunna tara'iqa qidada. Na hii ni kauli ya majini, wanasema hakika sisi majini tupo ambao ni wema na tupo ambao ni waovu. Tumekuwa katika tabaka mbalimbali, tabaka tofauti tofauti. Majini wao wanasema katika surati al-Jinn. Lakini wanasema tena wa anna minna almuslimuna wa minna alqasituna, na sisi miongoni mwetu wapo waislamu, wapo ambao sio waislamu waovu. Faman aslama faulaika taharrau rashada, basi yoyote atakayejisalimisha kwa Allah, huyo ndiye atakayekuwa ameushika uongofu.
Hii kuthibitisha kwamba wapo majini wazuri ambao wanasaidiana na binadamu katika mambo ya kheri mpaka kwenye mambo ya matibabu, wapo. Kwa hiyo unapoitumia dhikiri hii moja kwa moja, automatically unakwenda kuwatumikisha viumbe waliowakilishwa, waliotawalishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuzitawala anga za juu, waliowakilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuzitawala anga za chini, waliokuwa wema. Unaitumia dhikiri hii kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kuwaomba wale. Ni kama vile mimi nikwambie wewe, hebu nisaidie kusafisha hapo nje. Sikuombi wewe, na kutumikisha, lakini nakutumikisha kwa sababu ya wasta nilionao mimi. Sasa sisi wasta tutakaokuwa nao ni hii dhikri, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nitakupeni kisa kuonyesha kwamba hawa majini huwa wanashirikiana na binadamu katika masala ya matibabu, ndio mjue kwamba kuna baadhi ya dhikiri zikiletwa tu, kuna baadhi ya dua zikisomwa, kuna viumbe ambao hamuwaoni nyinyi huwa wanahudhuria, na kuna viumbe ambao wanaweza kwenda mpaka kwa wachawi wakawatia adabu. Wanaweza kuwatia adabu mashaitani wa kijini, yani majini wenzao ambao wamepituka mipaka, ikawa ni sababu ya kuwatesa binadamu. Majini wanaweza wakafanya hivyo. Rejea katika kitabu kinachoitwa Al-Wiqayatu, kinachoitwa Wiqayatul Insan min al-Jinni wa Shaitan. Hiki ni kitabu ambacho kimetungwa na mwanachuoni anayeitwa Wahid Abd Salami Bali, kinaitwa Wiqayatul Insani min al-Jinni wa Shaitan. Mle ndani kuna kisa. Shekhe anahadithia, anasema maridhat imra'atun mardhan shadida. Siku moja kuna mwanamke mmoja aliugua maradhi makali, maradhi makubwa. Wadara biha zawjuha inda al-atibai, mumewe akazunguka na yule mke wake kwa madaktari wengi, waganga wengi, tena huenda wenye kutumia vitabu na mitishamba. Kazunguka huyu mwanamume na mkewe. Falam tatahassanu, lakini kila akitibiwa na mganga alikuwa hapati nafuu. Na huenda wewe hivi sasa umezunguka kwa waganga wengi na kila ukitibiwa nafuu haipo. Ndivyo ilivyokuwa kwa bwana huyu. Kazunguka na mkewe kwa waganga wengi, kila anapomfikia mganga akimshughulikia, falam tatahassanu, hali ya huyu mwanamke haiwi nzuri, haponi mwanamke huyu. Fadhahaba ila shabi yaqra'u al-Qur'an wa yu'aliju bihi min al-jinn, akenda kwa kijana mmoja. Kijana huyu yeye kazi yake ni kuwasomea watu Qur'ani na kuwatibu kwa Qur'ani. Ikabidi aende kwa msomaji wa ruqya. Alipokwenda yule kijana akamsomea yule mwanamke ruqya, kamsomea ruqya kwa kurudia rudia. Fanataqa alaiha jinniyu, ghafla yule mwanamke akapandisha majini. Yule jini akatamka akiwa kwenye kichwa cha yule mwanamke, akasema, ana ismi Jarjis, mimi hapa jina langu naitwa Jarjis. Sasa yule kijana ambaye anawasomea watu ruqya, ikabidi amuulize yule jini kwamba wewe ni dini gani? Akasema mimi ni Mnaswara. Fa aqna'ahu bil islami, ikabidi yule kijana sasa afanye kazi ya kumsilimisha, kumpa hoja kwa ajili ya kumkinaisha, ili aone kwamba dini ya Uislamu ni dini nzuri. Wa aslama, yule jini akasilimu. Ndio maana nakuambia katika majini wapo Mayahudi, wapo Manaswara, wapo wapagani, wapo Waislamu. Tazama kijana huyu namna alivyokuwa na maarifa. Kwanza kabla ya kumwambia toka kwenye mwili huu, kafanya kazi ya kumsilimisha, kwa sababu akisha silimu
Uislamu una mambo yake, una sheria zake, itamlazimu yeye kufuata sasa sheria za Uislamu. Na kwa sababu imani tayari imekushakita kwenye moyo wake, itakuwa ni rahisi kumtoa, kwa sababu kuendelea kumtesa yule mwanamke ni dhulma. Sasa baada ya kuwa amesilimu, ndipo pale walipokubaliana atoke kwenye ule mwili. Fa askanahu ma'a al-jinni al-muslimina fi ahadi masajidi al-Madina. Akamwambia, sasa wewe nenda ukakae kwenye msikiti fulani, ni moja katika misikiti ya Madina. Akamwambia, wewe toka hapa, nenda ukaishi katika msikiti fulani. Kwa hiyo hata kwenye misikiti hii kuna majini wema ambao huwa wanakaa, wanafanya ibada, wanaleta dhikri. Kwa mfano hata mahala hapa, kwa sababu tumepachagua kwa ajili ya dhikri, huwa kuna majini wema wanakuja, wanashirikiana pamoja na sisi kufanya dhikri. Kwa hiyo fa askanahu ma'al jinni almuslimina fi ahadi masajidi almadina. Akamwambia, wewe nenda ukaishi msikitini katika moja ya misikiti iliyoko katika mji wa Madina. Yule mama akapona, akawa hana jini tena. Sasa misikitini wanasali watu gani? Si binadamu? Hapa nataka kuonyesha kwamba hawa majini pia huwa wanasaidiana na wanadamu katika masala ya kutibu, kwa sababu misikitini tumezoea wanaoswali ni binadamu, kwa sababu ndio wanaonana, lakini majini hatuwaoni. Yule mama amepona kabisa, akawa ni mzima. Yale almauzauza alikuwa akiyaona akawa hayaoni tena. Wa baada hawali shahraini, na baada ya muda wa miezi miwili, imepita miezi miwili akiwa mzima kabisa. Maridhatil mar'atu marratan thaniya, yule mwanamke akaugua tena, matatizo yale yale alikuwa akiumwa mara ya kwanza. Sasa shekhe alotunga wiqayatul insani min aljinni wa shaitani anasema, fajaani zawjuha. Hapo sasa ikabidi anijie mimi mume wake, akanihadithia matatizo yaliyomsibu mkewe. Shekhe anasema, fadhahabtu ma'ahu, nikaenda pamoja naye nyumbani kwake, nikamkuta yule mwanamke, nikamwambia ashike udhu, aelekee qibla, wa qara'tu alaiha, nikawa namsomea ruqya. Nimemsomea ruqya, fanataqa sautan jauhari, yule mwanamke akatamka kwa sauti kali, sauti ambayo haijazoeleka, sauti ambayo si yake. Kumbe sauti ile ni sauti ya jini. Katamka akisemaje? Anasema, madha turidu minna, hivi nyinyi mnataka nini kwetu? Shekhe akasema, kwanza kabisa kabla sijakwambia tunataka nini, ma ismuka, jina lako nani wewe? Yule jini akasema, Yohana, mimi jina langu ni Yohana. Kumbe na wenyewe wana majina kama hayo. Yohana, jina langu mimi ni Yohana. Shekhe akamwambia, idhan nasrani, kwa hiyo wewe ni mnaswara, wewe si Muislamu? Akasema, naam, mimi ni mnaswara. Kisha shekhe akamuuliza, walimadha masasta hadhihi almar'ati almuslima, kwa nini umemvaa huyu mwanamke wa Kiislamu, sababu ni nini? Yule jini akasema, liannakum akhadhtum waladi Jarjisu, kwa kuwa nyinyi mumemchukua mtoto wangu anayeitwa Jarjis. Ndio yule jini wa mwanzo yule aliyesilimu akaambiwa nenda kaishi msikitini. Sasa huyu jini wa pili anasema, mimi nimeamua kumvaa mwanamke huyu, liannakum akhadhtum waladi Jarjis, kwa kuwa nyinyi mumemchukua mtoto wangu anayeitwa Jarjis, wa adkhaltumuhu fil islami, na mmuingiza katika Uislamu nyinyi. Faji'tu kai antaqima, basi mimi nimekuja ili kumuangamiza huyu mwanamke, sitoki katika mwili mpaka nimuangamize. Shekhe Wahidi Abdisalami Bali akamwambia yule jini, mimi nitakupa hoja zinazozungumzia Uislamu, fa idha qabiltahu marhaban, ukizikubali hizo hoja sisi tutakukaribisha uingie katika Uislamu, ukizikubali hizo hoja. Wa idha lam taqbalhu, na kama haukuzikubali hizo hoja, falan arghima alaihi, misintokarahisha juu ya hilo, kwa sababu la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Yule jini akamwambia, al-afdalu an tariha nafsaka wa taskunu, jambo lilokuwa bora zaidi kwako wewe
ebu kaa kwa kutulizana, pumzisha nafsi yako, tulia bwana. Jini anamwambia shekhe. Yule shekhe anamuuliza limadha, kwa nini? Yule jini anasema li annani qasisu min qasawasati nasara min aljini, kwa kuwa mimi ni kasisi miongoni mwa makasisi wa kinaswara wa kijini. Yani kama kuna viongozi wa kinaswara, mimi ni kiongozi wa manaswara, unawezaje wewe kunisilimisha mimi? Yani alichokuwa anakusudia yeye ni alimu min ulamaihim, ni mwanawachuoni miongoni mwa wanawazuoni wao hao manaswara. Akasema fakaifa aslim, nawezaje sasa mimi kusilimu? Sheikh akamwambia mimi nitakudhihirishia Uislamu, nitakueleza uzuri wa Uislamu, lakini pia na wewe unatakiwa uniambie kwa nini unangangania huko kwenye unaswara. Ndio kukaanza kupita mijadala sasa pale. Sheikh anamdhihirishia uzuri wa Uislamu, unakataza zinaa, unakataza kumfanyia dhulma mwanadamu mwenzako, unakataza uchawi, unakataza kula riba, ubaya wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, ubaya wa kumwabudu Mungu asiyekuwa Allah, ubaya wa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani wamekwenda hivyo mpaka yule jini akaona kwamba kumbe Uislamu ni dini. Alichokifanya yule jini ni kumwambia, sasa mimi nataka niingie katika Uislamu, lakini kwa sharti moja tu, nisomee kwanza aya iliyomo ndani ya Qur'an. Ile aya mimi ikiwa itanivuta, basi nitaingia katika Uislamu ile aya. Na kweli akaanza kusomewa pale, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bianna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin wama lana la nu'minu billahi wama ja'ana min al-haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'a al-qaumi as-salihin fa'athabahum Allahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin. Akasomewa hii aya iliyoko kwenye surati al-Maida ambayo ni aya ya 82 mpaka 85. Anasomewa yule jini. Wa baada man tahaitu min al-aya, Sheikh anasema nilipomaliza kuisoma aya hii, idha bihi taqulu amantu amantu amantu, tahamaki ghafla yule jini anasema nimeamini nimeamini nimeamini. Na mimi nikamuuliza hal amanta min qalbika, je umeamini kutoka moyoni mwako? Akasema am khaufa min ahadi, au na umeamini kwa kumuogopa yoyote? Na ndivyo ilivyo hii leo, mtu akisilimu asilimu kwa kumuogopa Allah, asisilimu kwa kumuogopa mtu. Kuna watu wengine katika binadamu wanasilimu kwa ajili ya mwanamke, anamtaka mwanamke wa Kiislamu anaamua kusilimu. Huo ni upumbavu. Au mwanamke anasilimu kwa sababu anamtaka mwanamume wa Kiislamu. Huo ni upumbavu. Wewe silimu kwa kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, silimu kwa kumwamini Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sasa anaulizwa hal amanta min qalbika, je umeamini kutoka moyoni mwako? Am khaufan min ahadi, au umeamini kwa sababu ya kumuogopa yoyote? Yule jini akasema laqad amantu billahi mukhlisa, mimi nimeamini kwa ajili ya kumtakasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni clear kutoka kwenye moyo wangu. Sasa pale Sheikh Wahidi Abdussalami akamwambia idhan faraddid khalfi shahadataini, basi rudia tena kutamka shahada mbili, thumma a'lin taubataka, kisha uitangaze toba yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndivyo kaambiwa. Yule jini akawa tayari kufanya hivyo, lakini akasema kinachonitia mimi uoga kuitangaza toba, kwa sababu majini wenzangu wakijua kwamba mimi nimesilimu wataniua. Majini wenzangu wakijua kwamba mimi nimesilimu wataniua. Sheikh akamwambia tastati'u an taskuna fi wasati aljinni almuslimina, wewe unaweza ukaenda kuishi katikati ya majini wa Kiislamu, fayahamunaka wa yudafi'una anka, hao majini wa Kiislamu watakuhami wewe, watakutetea wewe. Hao majini
ambao si Waislamu hawawezi kufanya chochote. Akasema walakini uridu an ara waladi Muhammadan, lakini mimi nataka nimuone kwanza mtoto wangu Muhammad, yule aliyesilimu. Qultu, Sheikh akamwambia idhhabu ila masjidi kadha, nenda msikiti fulani hapo Madina, muite huyo mtoto wako atakuja. Kweli akaenda katika msikiti ule, akamuita yule mtoto, akaja akamtolea salamu baba yake. Sawa bana. Sasa Sheikh anasema wa nahnu nasma'u sautaini yukallimu ahaduhuma al-akhar ala al-jasad al-wahid, na sisi tukawa tunasikia sauti mbili kwenye mwili mmoja. Sauti moja inamsemesha mtu mwingine, maana yake pakiwa pana sauti mbili zinatofautiana, yani ni mtu mmoja, ni ule mgonjwa, lakini ndani yake pana sauti mbili. Sauti moja inamsemesha yule mtu mwingine, yani mtoto na baba wanasemeshana pale, wanaulizana kaifa haluka ya Muhammad, hali yako vipi? Muhammad anasema alhamdulillah ana sa'idu jidda, mimi ni mwema sana. Mundhu aslamtu aishu wasata ikhwani almuslimin, tokea nimesilimu naishi katikati ya ndugu zangu Waislamu. Fal islamu saadatu wa hanau wa sururu, Uislamu ni wema, Uislamu ni uzuri, Uislamu ni furaha. Wamezungumza mpaka yule mzee akaridhika, na yeye akakubali kutoka kwenye mwili wa yule mama. Yule mama akawa bukheri wa afya. Kwa nini nimekileta kisa hiki? Kuonyesha kwamba hawa majini wema huwa tunasaidiana nao sisi katika mambo ya kheri, mpaka kwenye matibabu. Na tunapoleta dhikri kama hizi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, nao pia huwa wanahudhuria. Na kama kuna jini yoyote muovu huwa wanamtia adabu, hata mchawi pia huwa anatiwa adabu. Kwa hiyo jiandaeni na dua hii kubwa inayoitwa Duau Dhinnuni alayhi salam, dua ambayo tunataraji kuifanya tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Itakuwa ni